kuondoa tofauti ya mchezo nambari 184 wa dabi ya Kariakoo. Mambo yamekuaje ikiwa bado hatujapata jibu halisi kwa viongozi wengine wanatoka kwa mitabasamu? Nini ambacho kimeendelea? Mimi nafikiri jambo la kwanza ni tumshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi, ambaye yeye atufanya sisi tuzungumze yale ambayo tunayaona katika vichwa vyetu na katika hisia zetu. Lakini yote kwa yote ni kwamba sisi wanachama, sisi viongozi wa matawi tumefika hapa leo katika ofisi za bodi ya ligi kuja kuangalia au kushuhudia kile ambacho wametuitia. Mimi nafikiri niwapongeze sana klabu yangu Dar es Salaam Africans, hasa viongozi wangu baada ya kukubali wito ambao wameitiwa. Baada ya kukubali wito ambao wameitiwa, kwa sababu huu ulikuwa ni mtego mkubwa sana. Laiti kama viongozi wa Dar es Salaam Africans wangegoma kuja hapa, tayari wangekuwa bodi ya ligi wanaenda kutafuta sababu nyingine. Lakini nashukuru Mungu viongozi wangu wamefika hapa na jambo limeenda vizuri. Nataka kunihakikishia kwamba wito wa leo haikuwa ni kwa ajili ya kuja kutafuta suluhu, bali ulikuwa ni mtego kwa bodi ya ligi kuelekezwa kwa Young Africans. Kama walikuwa wanataka suluhu, ilikuwa tarehe 7 na tarehe 8 ilikuwa inatosha kabisa kutengeneza suluhu za mechi hii ambayo inazungumzwa mpaka leo. Mechi hii ilikuwa inaisha toka tarehe 8, lakini kwa sababu walikuwa hawataki suluhu, ndio maana bodi ya ligi mpaka leo hii wamekaa kimya. Sasa hivi wamewaita Yanga wakidhani viongozi wetu wa Yanga watagoma kwenda. Katika watu ambao walishauri uongozi, mmoja wa watu ambao walishauri uongozi ni mimi kwenda katika game zao na kuambia jamani, huu wito ni muhimu sana na kuna uwezekano mkubwa mkawa mmewekwa kwenye mtego ambao hamwezi kuuelewa. Nendeni mkasikilize kile kitu ambacho bodi ya ligi wanazungumza. Wamefika hapa, kilichozungumzwa kwa ndani kimezungumzwa, lakini makubaliano yote mimi niwaambie, sio wote wameshatuhakikishia kwamba mechi ichezwe. Kiufupi ni kwamba hatuchezi na haitotokea mpaka pale wafuate kile kitu ambacho wanachama wa Dar es Salaam Africans wanakihitaji. Moja ya kitu ambacho wanakihitaji wanachama wa Dar es Salaam Africans, wanahitaji kutolewa sababu kwa nini mechi ya tarehe 8 iligairishwa. Na pili ambacho wanakihitaji Dar es Salaam Africans, kama wamekosa sababu hiyo ya ligi, basi moja kwa moja waombe msamaha na wajiuzuru ili mechi iende kacheze. Nataka kuniambia katika mazungumzo sababu hizo hamjapewa na hoja hiyo hamjaiweka katika mezani. Mimi leo ndio kitu kinaojua, kuna mambo mengine anafikirisha, kuna mambo mengine anazimisha. Sababu walizozitoa ukiangalia tarehe 8 ambayo Simba waliandika barua yao, wao wameandika kwamba wamezuiliwa. Hoja yao, nisikize vizuri kwa makini. Hoja yao inasema kwamba wamezuiliwa, umesikia vizuri, wamezuiliwa kufanya mazoezi. Kwa maana hiyo ni kwamba hawapeleki timu uwanjani mpaka sheria na kanuni zifuatwe, sio? Mimi najiuliza kitu kimoja kwa akili tu ya kawaida, kama waliandika barua ya kwamba hoja yao wameenda uwanjani wamezuiliwa kufanya mazoezi, hawatapeleka timu uwanjani mpaka sheria na kanuni zifuatwe. Leo hii wanaodai mchezo wa tarehe 15 mchezo, tuwaoni ile sababu au kanuni walikuwa wanaitaka ifuatwe imefuatwa. Subiri, kanuni imefuatwa. Kifupi ni kwamba hawajajibiwa chochote na hakuna chochote kilichozungumzwa katika ule mchezo. Sawa, kifupi hakuna chochote kilichojibiwa. Lakini yote kwa yote lazima tuseme kitu kimoja. Kama Simba alikuwa sababu yake, Simba na Yanga, Simba anamlalamikia Yanga kwamba mabosi wa Yanga wamezuia kwenda kufanya nini mazoezi. Ile ndio ilikuwa sababu ya nani? Ya Simba Sports Club. Tunataka tujue nani anailalamikia Yanga, nani anailalamikia Dar es Salaam Africans kwamba kulikuwa na viashiria vya rushwa. Tunataka tujue nani mlalamika mwingine anailalamikia Dar es Salaam Africans kwamba kulikuwa na uvunjifu wa amani. Tunataka tujue hivi vitu viwili. Kama la kwanza tumejua Simba wanamlalamikia Yanga kwa kuzuia kufanya mazoezi, hawa wawili ni akina nani? Ndugu yangu, ukiwa mwana michezo na ukielewa michezo vizuri, hili jambo haliwezi kukusumbua. Kwa sababu gani naongea hivyo? Aliyezungumza, aliyelalamika bodi ya ligi dhidi ya Yanga kwamba Yanga kuna viashiria vya nini vya rushwa katika ule mchezo. TFF akatoa hoja yake kwamba ndani ya Yanga kuna viashiria vya uvunjifu wa amani katika ule mchezo. Sasa swali la kujiuliza, kama Yanga anashutumiwa na bodi ya ligi, Yanga anashutumiwa na TFF, nani ataizungumza hiyo kesi? Yaani hakimu wa hiyo kesi atakuwa ni nani? Ikiwa bodi ya ligi ni mlalamikaji, ikiwa TFF ni mlalamikaji, nani atakuwa hakimu haya mambo? Kiufupi nikwambia kitu kimoja, hapa kuna mchezo mchafu ambao ulikuwa unafanya nini? Unachezwa. Unaelewa vizuri? Hapa kuna mchezo mchafu ambao ulikuwa unachezwa. Analalamikiwa na hakimu, alafu hakimu anadai kesi ya hukumu hiyo kesi. Wao ndio wanapiga vitu. Shukrani.